Katibu, tuko hapa tueleze juu ya hali ya uchukuaji fomu katika wilaya ya Ubungo. Sawa. Kwa ujumla zoezi letu tumeanza jana, na kwa wilaya ya Ubungo mwamko umekuwa mzuri licha ya kuanza zoezi weekend, kwa maana jana Jumamosi na Jumapili, lakini mpaka sasa hivi inaendelea vizuri. Kwa takwimu za jana peke yake, jumla tulikuwa tuna jumla ya nafasi za wabunge ambao walijaza fomu au ambao walijaza fomu au 26. Kwa maana jimbo la Ubungo walikuwa 23, lakini jimbo la Ubungo walikuwa 3 na jimbo la Kibamba walikuwa 23. Na siku ya leo mpaka sasa hivi tunafunga zoezi. Kwa siku ya leo tumepata jumla ya wageni 13, ambapo 5 ni jimbo la Ubungo na 8 ni jimbo la Kibamba, ambapo kati yao wanaume, jimbo la Ubungo walikuwa wanaume 3 na wanawake 2. Jimbo la Kibamba wanaume 5 na wanawake 3. Kwa hao ndio walichukua fomu, lakini tunaendelea pia kupokea wanaorejesha fomu, wanaorekebisha fomu na kadhalika. Kwa takwimu ya jumla ukipiga hesabu utaona mpaka sasa hivi tumeshafikisha jumla ya, kwa siku ya jana ilikuwa ni 26 na leo jumla ni 12. Kwa utaona jumla ni watu kama 38. Kwa wagombea 38 si haba kwa siku hizi mbili za mwanzoni, na tunaamini kwa siku ya kesho watakuwa wengi zaidi. Kwa hiyo kwa jumla zoezi ni vizuri na kipata changamoto mbalimbali yote. Kwa upande wa nafasi pia za madiwani kwenye kata mbalimbali pia zoezi linakwenda vizuri, na sasa tunaendelea kusubiri ripoti kwa taarifa ya jumla. Kwa jumla mwamko uko vizuri kwa maeneo yote. Kwa hiyo kwa ujumla Chama cha Mapinduzi tunaendelea kuhamasisha wana CCM wote wenye sifa mbalimbali kugombea nafasi za udiwani, lakini nafasi za ubunge pia tunawakaribisha. Bado muda tunao. Mwisho zoezi la tarehe 2 siku ya Jumatano saa 10 jioni, ambapo tutafunga zoezi letu la kutoa na kupokea fomu hizo za wagombea. Kwa hiyo rai yetu kwetu ni kuhamasisha wana CCM wote ambao wana sifa na dhamira ya kugombea. Ada yetu ambayo tunailipa kwa ajili ya fomu ni shilingi 500 kwa nafasi za ubunge, lakini pia shilingi 50,000 kwa nafasi za udiwani. Na zote hizi zinalipwa katika mfumo wa account number, kwa sababu ofisi zote hatupokee cash. Na vile vile pia anatoe rai kwa ujumla kwa wana CCM, kwa wagombea na wenye dhamira wote ambao wanaomba kugombea au wanaonyesha nia na dhamira yao ya kugombea. Tunasisitiza kwamba kuchukua fomu ni mwanzo wa mchakato. Mchakato ni endelevu. Tumezuia kuja na shamla zote, kuja na vigoma, kuja na tarumbeta, kuja na wapambe. Tafsiri yake ni kwamba bado mchakato unaendelea. Na kuchukua fomu haimaanishi kwamba wewe tayari ni mgombea au tayari umeshafuzu kugombea. Hapana. Ndio kwanza tunaendelea kukuchuja, kukufuatilia. Kwa tunasisitiza ambao tayari wameshaanza kuchukua fomu au wameshachukua fomu, wamesharudisha, basi waendelee kuwa na nidhamu, waendelee kuheshimu kanuni zetu za chama, kuheshimu kanuni na maadili, wasifanye kampeni zozote, wasihangaike sana kupita kwa wagombea, kutafuta kwa wapiga kula, kutafuta fursa, kutafuta nafasi, kutafuta sifa. Lakini kubwa kuliko yote tunakemea rushwa. Tunajua uchaguzi wowote mara nyingi sana rushwa ndio agenda yetu ya msingi. Kwa hiyo tunasisitiza sana kwa wanasisi wote, unaweza kuwa kiongozi mzuri mwenye sifa unayefaa, lakini chama kikakuona ufai kwa sababu ya maneno yako au matendo yako, unaweza kuyafanya. Na kiongozi yote mtu wa rushwa, tafsiri yake ni kwamba hastahili kwa kiongozi, hafai kwa kiongozi, na kanuni zetu sisi haziruhusu, na tutamshughulikia. Wajibu wetu sisi ni kukemea, wajibu wetu sisi ni kuwaonya, wajibu wetu sisi ni kuandika, na mwisho wa siku tutatumia vikao vya chama kuweza kushughulikia. Na hii inaenda pande zote mbili. Kwa wale ambao wanagombea, wao tunashughulikia kupitia vikao vya sasa, lakini kwa wale ambao ni viongozi na wanachama kawaida, wenyewe nao tunakuja kushughulikia, kwa sababu miongoni mwao watagombea 2027 pia. Tumezuia na kukataza kubeba wagombea. Kwa hiyo tunakemea pia movement zote zile ambazo zinahusisha wagombea na viongozi wa chama ambao wanawanadi na kuwatemeza wagombea. Kwa ujumla tunaamini uchaguzi huu utakuwa ni huru na haki. Sifa za ubunge zinaeleweka mujibu wa katiba na mujibu wa chama chetu. Kwa hiyo ni haki ya kila mtu, anaweza kaa yote kati yetu akatuongoza na akafanywa kwa kiongozi. Kwa hiyo msisitizo wetu ni kwamba tuheshimu taratibu na kanuni za chama, maadili ya chama ndio msingi mkubwa wa kuhakikisha kwamba unafanikiwa. Unaweza ukaenda ukajinadi kwa zunguko la nzima kwa chama wote, jina lako lisirudi, ikawa ni kazi bure. Lakini pia unaweza ukawa mtulivu wa chama na hatimaye jina likarudi.
Kwa hiyo tumezuia kampeni, haturuhusu kampeni. Lakini msisitizo mkubwa umetolewa, gharama za fomu wa nafasi ya udiwani ni shilingi 50,000 tu na si vinginevyo. Hakuna gharama inayoongezeka, hakuna gharama inayoongezeka kwa ajili sijui ya gharama za uchaguzi, kwa ajili ya chochote kile. Na upande wa bunge shilingi 500,000 na hakuna gharama nyingine zinazoongezeka. Kwa hiyo ikitokea kiongozi yoyote, mgombea yoyote amezidishiwa gharama nje ya zile ambazo zimetamkwa kwenye kanuni 50,000 na shilingi 500,000, tunaomba atoe taarifa kwetu na gharama zake hizo zitarudishwa kwa kiongozi yoyote wa ngazi husika ambaye ulishahani maelekezo ya chama, ni maelekezo ya katibu mkuu wa chama, na sisi tupo hapa kusimamia uchaguzi wa uhuru na haki. Nashukuru sana. Kama kuna jambo labda kuna swali, karibu. Okay. Kwa jumla kila mwaka kwenye uchaguzi una utaratibu wake wa fomu. Kila fomu zina mfumo wake kulingana na maendeleo ya teknolojia. Fomu za mwaka huu teknolojia yake tofauti na fomu za mwaka 2020 na tofauti na miaka mingine. Kwa hiyo mabadiliko hayo tunawasisitiza, tunaelekeza. Mfano, haturuhusiwi au mgombea haruhusi kufuta iwe kwa correction fluid wala kufuta kwa kukata. Endapo amekosea anatakiwa arudi kwetu tumpatie fomu mpya. Kwa hiyo unakuta zamani ilikuwa unaweza kukosea ukapiga mstari mmoja alafu ukaandika kwa sahihi au ukachukua correction fluid ukafuta. Mfumo wa safari wa fomu haziruhusiwi, na madhumuni ya maelekezo hayo ambayo kwenye fomu hizi tayari yameambatanishwa kwenye fomu ndani. Ukifungua fomu yetu ukurasa wa kwanza yanaeleza wazi kwamba huruhusiwi kufanya nini. Hicho ninachokisema kipo ukurasa kwenye rangi ya njano hii, kwamba kuepuka makosa tafadhali usipige rangi, usipake rangi, kukata maneno au kuandika nje ya eneo linalotakiwa. Ukihitaji kufanya marekebisho tafadhali usitumie wino kwa maana correction fluid au chochote kufutia. Hapa mwisho tunasema endapo kuna makosa tafadhali jaza fomu mpya badala ya kufanya marekebisho kwenye fomu ili makosa. Kwa hiyo maana hiyo ni hiyo ambayo zamani watu walikuwa wamezoea, ukikosea basi unakata unarekebisha, unafuta unarekebisha. Sasa hivi ukikosea maana tunakupa fomu mpya kujaza. Na hiyo fomu tunatoa bure. Sio kama unajua kulipia tena upya, hapana. Lakini changamoto ya pili ni mfumo wa malipo ya control number. Baadhi ya wagombea au baadhi ya watiania wakati mwingine wanakuja na cash, tunapoelekeza au kurudisha kwenda kulipa kwenye mfumo wa benki wanapata changamoto za kibenki. Mfano leo Jumapili unajua huduma za kibenki kidogo zilikuwa changamoto, na ndio hata takwimu mwenyewe imekuwa ndogo kidogo na kesho. Kwa hiyo ni mifumo, kwa sababu mfumo umeboreshwa, badala ya kupokea fedha cash chama kiruhusu kupokea fedha mbichi, kwa fedha zote zinaingia kwenye mfumo. Kwa changamoto kubwa ni hizo mbili, na pia changamoto nyingine kubwa so far bado ndio wanaanza kurudisha. Kwa hiyo nadhani baada ya siku 3-4 tutaona trend ya kurudisha na mpungufu ambao tutaona. Lakini tunatoa pia counseling, kwa maana anapokuja mgombea tunamruhusu kuleta fomu yake tuzikague kwanza kabla hajarudisha, ili kama kuna marekebisho tufanye marekebisho. Sawa, na nyingine kama lipo. Mimi jina langu naitwa Dr. Walter Nko, ni kada wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam. Nimekuwa kiongozi kwa muda mrefu kwenye chama, kuanzia kwenye tawi, kata mpaka wilaya. Na mwaka 2022 nilikuwa mshindi wa pili mneki mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo sasa hivi nimejitoa tena na dhamira yangu ni kugombea jimbo la Kibamba. Ninashukuru sana, namshukuru sana Mheshimiwa Rais, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri anayoifanya. Ninaamini chama kipo dhabiti na wanachama tumejitoa kwa dhati kukipambania chama chetu, na vile vile kuhakikisha kwamba jimbo la Kibamba linaendelea kubaki CCM. Kwa hiyo mwaka huu na mimi nitakuwa nimtiania katika nafasi ya jimbo la Kibamba, na nitaendelea kukipambania chama changu tangu nilipoanza miaka 15 iliyopita mpaka leo. Kwa hiyo wanachama wa Chama cha Mapinduzi, jina langu litakuwepo, na mwisho nitakapopata tena jina likirudi nitakuja kuomba ridhaa yenu na nitawaeleza sera zangu. Kwa sasa nimshukuru Mheshimiwa Rais, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, niwashukuru viongozi wote wa chama, na niwashukuru viongozi wa wilaya, kata mpaka kwenye matawi ambapo ninapotokea kwa kazi nzuri ambao wanaifanya kwenye chama. Niendelee kuliombea taifa langu amani na utulivu kwenye uchaguzi huu, na mwaka huu tutaamini CCM tutashinda kwa kura nyingi sana. Oktoba tunatiki. Asante sana.